Assalamu alaikum. Karibuni nyote katika chaneli yetu mahususi Kilele cha Ufahamu. Na hili ni darasa ambalo ndani yake limebeba ujumbe maalumu kutoka kwa viumbe maalumu lakini kwenda kwa watu maalumu. Sasa mimi inawezekana nikawa siwajui kwa majina, inawezekana ikawa ni wewe. Kwa hiyo cha kufanya ni kutulia tuli, tena usikae sehemu zenye kelele, usikize mwanzo mpaka mwisho. Risala hii, ujumbe huu unasomwa na mimi, mwanafunzi wako, kijakazi wako Alhabibi, nikiwa niko hapa Dar es Salaam, Tanzania. Moja kwa moja niweze kuwaambia tu pasi na kupepeza jicho, huu ni ujumbe ambao kwa namna moja ama nyingine unakuja kwa wakati wake. Jamani, nakuwa na jumbe nyingi napewa muda mwingine, lakini muda wake unakuwa bado wa kuzizungumza. Lakini hii jumbe imekuja dharura, ghafla, maana yake ni wakati huu haswa unapaswa kusikiliza. Na mimi ninapokuwa napata ujumbe wa watu, kile ambacho watu ilibidi wakisikio kwa wakati huo, wakijue, wakitambue, wakati wa kujua umefika, wakati wa kukitambua umefika, mimi nakuwa sina hiana. Mara nyingi huwa naacha hata usingizi usiku wa manane, napambana na simu kurekodi contact, lakini kuziedit na kuzileta. Na wakati mwingine hata tunakuwa hatuna huduma ya umeme, unilazimu mimi kutembea au kusafiri hata kwa kilomita 10, kilomita 3, kilomita 7, kilomita hata 20 kufata huduma ya umeme, ili mradi ukapata kile unachokistahili kwa wakati munasibu, kwa wakati ambao haswa wakati mkusudiwa. Naomba unisikilize kwa makini. Neno la ufalme linaanza hivi: kutoka katika ulimwengu usioonekana, ulimwengu ambao kutwa unapambana, kutwa unashughulika kukutengenezea barabara. Na hakika ujumbe huu umefika. Ujumbe wa kwanza unasema kwamba kuna mmoja wenu au kati yenu hapa ambao nyewe mwanisikiza, kuna mtu ambaye tangu utotoni mwake usingizi umekuwa ni adui yake, mpaka anajiuliza, mbona mimi sipati usingizi? Yani haelewi. Yani kuna wakati amechoka, mwili umechoka, lakini kulala halali. Yani usingizi imekuwa kwake ni adui. Sasa mpaka anajihisi nitakufa mapema, mbona kama sipumziki? Kuna wakati mwingine hata vyakula anavyokula na protini anazotumia zinashindwa kufanya kazi vizuri kutokana na ukosefu wa usingizi. Sasa kuna mtu ambaye usingizi umekuwa ni adui toka utotoni mwake, mara nyingi yeye halali, na ili watu wengi hawajui kama yeye ana shida ya usingizi. Inawezekana hata wazazi walikuwa hawajui, lakini mara nyingi yeye alikuwa halali. Mambo mengi yametendeka, miaka mpaka amekuwa akavunja ungo, mwingine akabaligh, akaoa, akaolewa, kuna mwingine amekuwa akajitegemea. Usingizi kwake umekuwa ni tatizo kubwa mpaka amezoea kwamba yeye ana shida ya usingizi. Lakini ujumbe huu wa kirohani unasema tatizo hilo la kirohani tatizo hilo la usingizi si tatizo la kimwili tu, bali ni ishara ya ufalme mkuu ndani yako. Falme mara nyingi huwa haulali. Wewe ni mamlaka. Kuna mamlaka ndani yako hailali. Walimu wako wa kiroho wako kazini any day, any time, any second, any minutes, any hour, time yote, wakikuongoza na kukulinda, lakini pia kutengeneza mambo ya wengine. Ingekuwa ni mambo yako tu, mbona wewe ushafanikiwa zamani sana, mbona ushajipata zamani kwa huo ufalme, lakini tunajaribu kuwaza na mambo ya wengine.
bila shaka ujumbe huu umempata mwenyewe. Kwa hiyo uko kukosa usingizi ni ishara ya ufalme mkuu ndani yako, walimu wako akiwa kazini muda wowote. Lakini ujumbe wa pili unakwenda kwa huyu, ule uwezo wako wa kuhisi hatari kabla haijaja, sio wasiwasi tu. Mimi kama kuna jambo litatokea huwa nahisi wasiwasi. Nilikuwa nahisi wasiwasi leo ikasema nisinunue hichi kitu. Ama nilikuwa nahisi wasiwasi nikasema hapana, simuozeshi mwanangu kwa huyu, au mimi siolewi na huyu, mimi simuoi huyu. Hiyo si wasiwasi mpenzi, bali hilo ni jicho la kiroho ambalo linakuongoza, na wallahi linapata kuona mbali. Yaani jicho hilo la kiroho linaona mbali. Jicho la kiroho linaona mbali. Lakini ujumbe huu unaenda kwa huyu, kuna ndoto ambayo inajirudia. Hata unashangaa kwa nini ndoto hii ijirudie kwa sampuli hii. Basi unaambiwa mwito, hiyo ndoto inatafsiri ni wito wa kufuata njia yako mpya, kwa sababu inavyoonekana nje yako, yani mwili wako unaogopa sana mabadiliko, kwa sababu unahofia macho ya watu, unahofia sijui itakwaje mwili wako, afya nini, lakini ndani haswa kumebadilika. Imebakia wewe kubadilika nje. Kwa hiyo wapaswa hata kubadilisha. Lakini ujumbe huu unaenda kwa huyu, ugomvi wa kifedha katika familia. Kumekuwa kuna ugomvi wa mambo ya fedha katika familia yenu. Suluhisho la huo ugomvi ni mazungumzo ya wazi. Uko kuitana kwenu katika vinini, mnaitana, wanasema vinini, vibunge. Hawa wanaitana na huyu, hawa mnakaa na huyu, ndo mnajadili. Muitaneni wote, hamna kuita wachache, itaneni wote. Na katika huko kuitana, kama wewe utashikilia hasira, kila kitu kitaharibika. Lakini kama utaswafisha kifua chako, basi mambo yatanyooka biiznillah, kwa idhini ya Mungu. Haya, ujumbe huu unaanza kwa huyu hapa. Nishati yako inabadilika ghafla. Mabadiliko ya ghafla ya kihisia yanakushtua. Ghafla unampenda, ghafla humpendi, ghafla wamtaka, ghafla humtaki. Ni ishara ya kuingia katika upeo mpya wa kiroho. Ni ishara ya kuingia katika upeo mpya wa kiroho. Na ujumbe huu unaenda kwa huyu. Lakini pia saa nyingine inawezekana jumbe zote zikawa zinamhusu mtu au mbili ama tatu. Naona kuwa kuna mmoja wenu kati ya nyinyi hapa ambaye mafanikio yake ya kifedha yanakuja kupitia njia isiyo ya kawaida. Lakini kwa sharti ifuatayo. Sharti yake uwe muangalifu sana, hususan linapokuja suala la fursa mpya, kaletewa biashara mpya, wazo la biashara. Usilikurupukie wazo la kilimo. Bana, lima ukatoa mifedha au ukaenda kukopa au ukatoka tuka fikiria. Lakini ujumbe huu unaenda kwa huyu hapa. Kuna mtu anahisi kukwama katika mahusiano, mambo ya relation. Ujumbe ni kwamba upendo wa kweli hauji kwa kulazimisha, bali kwa uhuru na heshima. Maana inawezekana kuna watu wanalazimisha mambo. Mapenzi kwake imekuwa ni kama shaghala bakhala. Sasa thibitisho kutoka kwa mwalimu kiongozi wa kiroho, unaambiwa mapenzi ya kweli, upendo wa kweli, hata kama kwa mzazi, kwa familia, hauji kwa kulazimisha. Utamlazimishaje mtu akupende kwa vijizawadi vingi sana mpaka wajikhini? Upendo unakuja kwa uhuru. Mtu mwenye ahiari mimi yule nampenda. Ama kwa heshima. Sasa mtu kuonesha heshima pia ni mapenzi. Hataki kuonesha. Mtu wa kuonesha mambo wazi, uweze kusema kwamba yuko kwa heshima. Haya. Lakini ujumbe huu unaenda kwa huyu. Naona wito wa kurudi katika asili zako. Na hili linakwenda moja kwa moja, labda ni kujifunza zaidi kuhusu dawa za kienyeji au mila za zamani. Huko ndiko kuna nguvu zako. Kwa hiyo wito unakuita huko, kujifungua walimu wako maruhani, kushughulikia mambo ya asili. Usiache mambo ya kwenu jadi nini. Huko ndiko kwenye asili ya nguvu zako. Nguvu zako ziko huko. Wewe angalia globalization, ndo waizingatia utandawazi, smartphone.
Haimaanishi eti utupe smartphone, lakini kuna namna ya kuzingatia. Jizingatie, anza kupiga hatua. Fungua walimu, tengeneza jadi, na inshallah kheri nyingi zitakuwepo biiznillah. Lakini ujumbe huu unaenda kwa huyu. Kuna mtu ana wasiwasi kuhusu afya yake. Sijui ni nani, hata mimi simjui. Ana wasiwasi kuhusu afya yake. Ishara hii ni kwamba anapaswa kurejesha uwiano kati ya mwili na roho yake, si kuogopa. Rudisha uwiano. Na ili kupata ufafanuzi zaidi, waone walimu wa kiroho. Alhamdulillah, tutalipa. Tuone walimu wa kiroho tuweze kukufafanulia zaidi namna ya kurudisha huo uwiano. Utarudishaje uwiano? Na kama usiporejesha huo uwiano, afya yako itakuwa ni afya mgogoro, japokuwa unakula vizuri. Yani afya mgogoro, na wakati mwingine yanaweza kuja hata maradhi ya kidunia, hata ukimwi na maradhi mengine, ukashangaa yametoka wapi, ili kukuadhibu. Na huu ni ujumbe wa kirohani, si ujumbe wangu. Haya. Lakini ujumbe huu unaenda kwa huyu hapa. Huyu, naona nuru ikija baada ya giza nene. Na huu ujumbe hauna ufafanuzi. Naona tu nuru ikija baada ya giza nene. Haya. Ujumbe huu unaenda kwa huyu. Ufalme unakuambia acha hofu ya umasikini. Kuna mtu ana hofu ya umasikini. Mkono wako ulishabarikiwa tangu ulipoingia duniani. Jiamini na uwekeze zaidi kwenye ufalme wako. Wengi wanapenda ufalme uwafanyie makubwa. Nishe kutoa darasa hili, lakini wao hawako tayari kuwekeza kwa ajili ya ufalme. Lakini ujumbe huu unaenda kwa huyu. Naona nafsi ambayo mara nyingi ukiwa peke yako, yani wewe au ukiwa karibu kusinzia, unahisi kama kuna mtu analiita jina lako kwa sauti ya chini, fulani. Lakini ukifumbua macho au ukigeuka humuoni mtu huyo. La, slow down. Usiogope. Hii ni sauti ya walinzi wako wakijaribu kukuzindua kutoka kwenye usingizi wa fikra. Kuna jambo kubwa linapangwa dhidi yako, na wao wanakuita ili ukae macho kiroho, ukae chonjo. Endelea kulala, endelea upumzike kimwili. Haya, na ujumbe huu unaenda kwa huyu mtu anakuwa naota mara kwa mara yupo kwenye maji. Wewe mtu unakuwa unaota mara kwa mara upo kwenye maji makubwa kama bahari, mabwawa makubwa, mito, maziwa. Au unajikuta kwenye mapango ya kale yenye giza lakini yenye utulivu. Hii ni ishara kuwa wewe ni mtoto wa asili. Nguvu zako hazipo huku mjini, huko Ulaya huko. Na ndugu yangu Juma, ujumbe wako kama wanisikiza. Manake nguvu zako hazipo mjini kwenye kelele, nguvu zako zipo kwenye asili. Unatakiwa kurudi, kukae nyumbani, kwenye mizizi yako. Huko ndiko kuliko na ufunguo wa utajiri wako uliopotea. Sasa wewe endelea kuhangaika kwenye magorofa ya watu huko USA, waje wakuitie mwizi. Huu ni utani tu. Haya. Ujumbe huu unaenda kwa huyu. Kuna mtu mume au mke hapa ambaye kila anapojaribu kupiga hatua watu wa karibu. Huyu mume au mke, namaanisha huu ujumbe kwa mtu aliyeoa au aliyeolewa. Wale masingo tunakaa pembeni. Kila anapojaribu kupiga hatua watu wa karibu wanaanza kumchukia bila sababu ya msingi. Yani wewe mtu, na hata ijapokuwa wafanyia wema hisani, wanakulipa mabaya sana. Huu ni utabiri wako. Nyota yako ni kali sana kiasi kwamba inapofusha macho ya walio karibu na wewe. Na usijaribu kujilegeza kwao na kujielekeza, kwani watoto wako na kizazi chako kipo kwenye hatari kubwa ya kuharibiwa na kubagazwa, na yawezekana usipate faida nao hata kidogo. Haya. Ujumbe huu unaenda kwa huyu.
Wewe mtu umekuwa ukihisi uzito mkubwa kwenye mabega kama vile umebeba magunia ya mkaa au magunia ya mbegu. Lakini pia visigino vya miguu yako vimekuwa vikiwaka moto nyakati za usiku. Huo si uchovu wa kazi, bali ni mizigo ya kiroho, hasa ukooni kwenu. Kuna vijiutumwa fulani vipo kwenye jadi yenu ambayo inakuandama. Wewe ndiye uliochaguliwa kuwa mkombozi wa familia yenu. Piga hatua. Ukikubali wito huu na ukaona wataalamu, inshallah itakuwa ni toba ya asili, toba ya kweli. Milango iliyofungwa kwa zaidi ya miaka 59 kwenye ukoo wenu itafunguliwa ndani ya siku 7 tu. Kuna kiufukara fulani kimefungwa, kitafunguliwa ndani ya siku 7 biiznillah subhanahu wa ta'ala. Haya, tukiendelea kusonga mbele, jumbe ziko zaidi ya 300, lakini kwa kweli sitoweza kuzitaja zote 300 kwa sababu kwanza mambo ya internet pia yanakwenda kwa budget sana. Uwezo ukatoa darasa lenye masaa 5. Nitakazoweza kuzitaja nitazitaja, nyingine mtaoteshwa inshallah. Sasa naona nafsi ambayo kuna huyu mtu kila unapotoka nje au unapojaribu kufanya safari zako kwenda kwenye mambo yako ya maemezi na safari nyingine, kuna ndege fulani au mnyama wa aina fulani ambaye hujitokeza mara kwa mara mbele yako. Unashangaa, hivi huyu paka vipi? Hivi huyu mbwa vipi? Huyu ndege vipi? Si bahati nasibu, bali huyu ni mjumbe wa ufalme wako, anakuja kukupa ishara kuwa njia uliyopita ni sahihi. Kama ni ndege, kama ni mbwa, kama ni paka, njia ni sahihi. Au kukuonya kwamba manake kuna mwingine atakuja, labda kuna mwingine anatoa kile kinyesi, manake anakutahadharisha huku na kwenda. Lakini anza kuwa makini na viumbe hawa, kwani hubeba lugha ambayo akili yako bado haijakambua mpaka leo. Upo tu, hawa wanyama wanakuja kukupatia ujumbe, lakini inavyoonekana wewe hauwasomi. Na siwezi nikasema ujumbe gani, kwa sababu kila mtu kutokana na falme yake walivyoamua kuzungumza naye kwa lugha yake nyingine. Kuna falme nyingine ikionekana hivi vibaya. Kwa hiyo anza kuzingatia na kusoma maumbo ya wanyama, maumbo yao. Angalia macho ya huyo mnyama, yaangalie sana, utapata kujua hizo lugha. Ujumbe huu unaenda kwa huyu ndugu yetu. Kuna mtu hapa, mmoja wetu hapa, imekuwa mara kwa mara anahisi harufu ya manukato ya kali au harufu ya udi, udongo mbichi wa mvua, akati hata mvua hakuna ilionyesha, na harufu hiyo pia upotea ghafla. Huu ni uwepo wa mababu zako, wanakuja kukukumbusha kuwa hujasahaulika. Katika ile harufu kuna ujumbe wa amani. Tuliza moyo wako, relax, na lile jambo ambalo linakupa upofu kwani limekwisha, kwani liko mbioni kutatuliwa katika ulimwengu wa roho. Haya ndio ulopata kusikia. Lakini ujumbe mwingine, naona mtu ambaye mara nyingi katikati ya furaha anapokuwa amefulani, amepata pesa nyingi au amezawadiwa gari, amevuna, yani yupo kwenye furaha, anafurahi huko nje, lakini moyo wake unakuwa unamdunda kweli kweli. Wewe ndio utakuzungumzia. Yani mtaona labda leo mashallah alhamdulillah nyumbani kwake ameozesha binti, mwanake kamuozesha, mwanake kaolewa, mwanake kaoa, au amefaulu, au hiyo siku amependeza. Watu watamsifia umependeza, lakini yeye moyo unalia tu. Yani anakuwa muoga. Mtu anazungumza na wewe. Sasa na wakati mwingine unakuwa unapata hali ya ganzi ya ghafla kwenye mwili, yani mwili unatetemeka. Basi watu wanakuambia ni shinikizo la ufalme. Ili ni shinikizo la ufalme wako, unakuambia huku ni kunaswa kwa wimbi la maadui. Unapoona hali hiyo, jua kuwa kuna mtu anakutaja jina lako kwa ubaya, na inawezekana hao wanaokusifia wapo, kuna wabaya hapo. Kuna wakati upo kwenye hali ya fluff, moyo unadunda, kuna mtu hapo ni bonge la munafiki mbaya sana. Kwa hiyo hapo marohani wako na ufalme wako, roho inadunda, moyo unadunda, ili uchukue tahadhari ya kuanza kujilinda. Lakini tuangalie huyu.
kuna mmoja wetu hapa anahisi kama kuna mtu amemgusa bega au mguu, wakati mwingine akiwa kwenye usingizi mzito, lakini pia akiwa anatembea peke yake. Lakini ukiamka una mlango umefungwa au bana hakuna chochote. Hii ni alama au ishara kuwa una vazi la uongozi. Walimu wako wa kiroho wanakutaka uamke usiku wa manane ili upokee maelezo ya jinsi ya kuongoza aidha biashara au jamii yako, au uamke uswali au uamke usome. Wewe una uongozi. Kiongozi utaki kulalalala. Kiongozi wale unaoongoza ndio walale. Wewe bidi muda wote ulinde ufalme wako, ulinde enzi. Enzi inalindwa. Enzi sio unalalala utaamka umekupindua wenzako. Haya. Nadhani iwe ya mwisho kwa sababu ya time, pia dakika zimekwenda nyingi. Naona mtu ambaye vitu vyake vidogo kama funguo, pete au fedha upotea ndani ya nyumba, na ndio huyu ambaye tunamzungumzia hapa. Katika mazingira ya kutatanisha. Lakini pia urudi baada ya siku chache sehemu ile ile au sehemu nyingine. Huu ni mchezo wa viumbe wa nyumbani, yani majini wa nyumbani, aidha maruhani wako, falme yako, wanajaribu kukuambia kuwa nyumba yako inahitaji kusafishwa muda mwingine. Lakini pia saa nyingine dalili kwamba unajaribu kuonesha kuwa kuna kitu unamiliki ambacho si chako, au labda hizo pete si wakati wake, na wakati mwingine hata wanakutania. Kwa hiyo au kuna nazili ambao ulitoa na hujaitimiza. Ulisema nitatoa hela, nitachangia, sijui nitachinja mbuzi, nitakununulia nini. Nazili hizi zinatufunga sana. Bora ukae tu kimya kama huna uwezo. Lakini pia inaashiria kwamba timiza nazili hiyo, ahadi hiyo uliweka kwa mtu itimize, ili mambo yako au kheri zako ziweze kufunguka na mambo yako yaweze kwenda. Kinyume na hivyo utaswampa sana. Mwenyezi Mungu atusaidie. Minalladhina yastami'una alqawla fayakhtabuna hasana, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhabib Yahya At-Tanzani, ma'a salam, wajazakumullahu khaira, wafaqana Allah lima yuhibbuhu yardah, wallahu waliyyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.